kila huduma 5 itawakamilisha watakatifu. Ndugu Branham anatuambia wazi wazi kwamba huduma katika kila wakati hupotoka. Kwa hivyo wao wangewezaje kumkamilisha bibi harusi? Kuna wahubiri wengi sana, walimu, mitume na manabii ambao wamehubiri kwamba wanauamini ujumbe huu wa wakati wa mwisho, na kwamba ndugu Branham alikuwa ndiye sauti ya Ufunuo 17, ambao sasa wanasema ati ni uongo. Yeye ni mdanganyifu. Sisi tu dhehebu. Hawa walikuwa wahudumu wanaoheshimika mno, wenye makusanyiko makubwa, ambao walisafiri ulimwenguni na kuhudumu. Walichukuliwa kama viongozi wakuu katika huduma 5, wakihubiri katika mikutano na makanisani kote Marekani. Wao walikuwa na huduma kuu machoni pa watu, nao waliwafuata na kuwaamini kuwa watu wakuu wa Mungu. Kisha wapo wahudumu leo ambao wanaotambulikana vilivyo kama wahudumu wa huduma 5 ya kweli, wanaodai kuamini ujumbe huu kwa kuunukuu na kuhubiri. Lakini pia wao wanasema ujumbe huu sio yakini. Siku za ujumbe wa mtu mmoja zimekwisha. Huduma 5 hivi sasa ndiyo ya kumkamilisha bibi harusi, na ni makosa kuzicheza kanda kanisani. Nikinukuu kauli zao chache, tunajua kutakuwako na watiwa mafuta wa uongo katika wakati wa mwisho. Nabii alituonya tuwaangalie. Huduma yao itatiwa mafuta. Watakuwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo wao wataunukuu ujumbe wa saa. Wao watafanana sana kiasi kwamba wangewadanganya walio wateule kama yamkini. Hao si madhehebu. Wao hawangeweza kuanza kuwadanganya wateule. Kwa hivyo lazima iwe inafanana sana kuliko hiyo. Hii haimaanishi kwamba kila mhudumu amepotoka hata kidogo. Kuna watu wakuu wa Mungu wanaohubiri na kufundisha ukweli, bali kuna jambo ambalo kila mwaminio lazima atambue na kujiuliza: je, mhudumu unayemfuata wewe anaweza kukosea? Je, unaweza kusema amina kwa kila neno yeye analohubiri? Je, unaamini kila neno yeye analofundisha ni Bwana asema hivi? Je, sauti yake ndiyo sauti iliyo muhimu zaidi unayopaswa wewe kuisikia? Je, anaweza kuhubiri jambo lisilo sahihi? Je, anaweza kukosea hata baada ya yeye kuhubiri ujumbe kwa miaka 30? Je, anaweza kushindwa? Je, anaweza kukuambia mambo yasiyo sahihi? Je, anaweza kudanganywa? Sasa jiulize maswali yayo hayo kuhusu sauti ya Mungu iliyothibitishwa unayoweza kusikia kwenye kanda. Je, ujumbe ulio kwenye kanda unaweza kukosea? Hapana. Je, unaweza kuamini na kusema amina kwa kila neno yeye asemalo? Ndiyo. Je, hiyo inaweza kushindwa? Hapana. Je, yeye anaweza kuhubiri mambo yasiyo sahihi? Hapana. Je, hiyo inaweza kukuambia jambo lisilo sahihi? Hapana. Je, unaweza kukiweka kikomo chako cha milele kwenye kila neno unalosikia? Ndiyo. Je, ni sauti ya Mungu? Ndiyo. Kwa nini nayasema mambo haya?
ili kuonyesha kwamba watu wote wanaweza na kufanya makosa, bali sauti ya Mungu iliyo kwenye kanda haiwezi kukosea. Ndiyo maana ni sauti iliyo muhimu zaidi unayopaswa kusikia. Ndiyo maana wahudumu hawana budi wayachezee makanisa yao kanda. Ndiyo njia kamilifu ya Mungu iliyoandaliwa, ambayo yeye amemfanyia bibi harusi wake. Hakika mimi ninaamini unaweza kuwasikia wengine.